Na safi kabisa mtazamaji, popote pale ulipo, ni matumaini yangu kwamba wikendi yako imeanza kung'oa nanga ukiwa mzima buheri wa afya. Asante sana kwa kujiunga nasi moja kwa moja kutoka hapa katika makao makuu ya TV47. Mimi ni mtangazaji wako Paul Kirobi, kama kawaida, kama dawa, kila siku ya Ijumaa kwenye mistari ya wasanii. Tutakuwa na wageni hapa studioni hapo mwendo wa baadaye, lakini kwa sasa na kusabahi, ni matumaini yangu kwa mzima buheri wa afya. Kumbuka unazidi kufuatilia matangazo haya kupitia kwenye mtandao wetu wa YouTube TV47 Live, na pale kwenye mtandao wa Facebook ni TV47 Kenya. Mtandao wa Twitter au X ni @TV47 Digital. Tuna mengi ambayo tumekuandalia katika chumba chetu cha habari, lakini kwa sasa wacha tuangazie ni taarifa zipi ambazo tumeandaa. Tupate yaliyomo. Wizara ya Afya yatoa tahadhari kwamba huenda kukawa na ongezeko la magonjwa yanayosababishwa na maji baada ya mafuriko yaliyoshuhudiwa nchini. Katibu katika Wizara ya Afya Mary Muthoni anawataka Wakenya kuzingatia kanuni zilizotolewa na Wizara ya Afya kuhusu jinsi ya kujikinga kutokana na magonjwa kama vile malaria, kipindupindu na kichocho. Waziri wa Elimu Migos Ogamba anaongoza kongamano la elimu katika kaunti ya Elgeyo Marakwet. Lengo la kongamano hilo, ambalo limeleta pamoja vitengo vya usalama vikiongozwa na Waziri wa Usalama Kipchumba Murkomen pamoja na viongozi wa eneo hilo, ni kutathmini na kutafuta suluhu za changamoto za elimu katika kaunti hiyo. Mashirika ya kijamii, wadau wa afya na wawekezaji wanakutana jijini Nairobi kuangazia mustakabali wa sekta ya dawa nchini Kenya, huku mkwamo wa mazungumzo ya usawa wa kiafya mjini Geneva ukitishia ndoto ya taifa kutengeneza angalau nusu ya dawa zake. Chama cha UDA kuandaa uchaguzi wa mashinani Jumamosi. Naibu Rais Kithure Kindiki amesema zoezi hilo litawezesha wanachama wa chama hicho kuchagua viongozi, hatua inayolenga kuimarisha demokrasia ndani ya chama. Kaunti zitakazoshiriki katika uchaguzi huo ni pamoja na Samburu, Trans Nzoia, Vihiga, Elgeyo Marakwet, Baringo, Uasin Gishu, Nandi, Kericho, Bomet, Nyandarua na Laikipia miongoni mwa zingine. Na bila shaka mtazamaji, kwa hayo na mengine mengi, hapo mwendo wa saa 5 nitakuwa na kujuza taarifa za habari, lakini usisahau kwenye mistari ya wasanii ambayo itakuwa ni segment ambayo inafuata, nitakuwa na wageni ambao watakuwa wanafika hapa studioni. Lakini kumbuka pia mgeni huyu ambaye kingi anafahamika sana hapa nchini Kenya na yupo katika ulingo wa spoken word, na kama unavyotazama pale kwenye runinga yako, nitakuwa na Joshu the Poet kwenye mistari ya wasanii. Joshu the Poet amekuwa akitoa mashairi kadha wa kadha, akiongelea kuhusiana na boy child na jinsi ambavyo angependa mtoto wake awe katika maisha ya hapo baadaye. Nitakuwa namwalika hapa studioni, na kuna swali ambalo tulikuwa tunakuuliza pale kwenye mtandao wetu wa kijamii kwenye mtandao wa Facebook. Swali hilo tulituma jana pale kwenye mtandao wa Facebook. Swali lenyewe lilikuwa linauliza, je, Wakenya wanashabikia spoken word na poetry? Je, Wakenya wanashabikia spoken word na poetry? Kumbuka nambari yetu ya rafa ndio hiyo hapo chini kwenye mtandao wa WhatsApp, na kwenye mtandao wa Instagram ni TV47 Kenya, mtandao wa X TV47 Digital, na pale kwenye Facebook ni @TV47 Kenya. Swali hilo tulikuwa tumeuliza kwenye mtandao wa Facebook na mtandao wa X. Kwa hivyo hapo mwendo baadaye nitakuwa nasoma zile rafa ambazo mtakuwa mmetuma, na pia usisahau kando na mgeni huyo ambaye atakuwa naye hapa mwendo wa saa 5 na dakika 20, tutakuwa na mgeni mwingine ambaye anafahamika kama Kadong Mwangi. Huyu ni mwigizaji ama content creators ambaye atakuwa anafika hapa studioni, na pia atakuwa anatuelezea kuhusiana na ushirikiano wake na Tess Mwaura. Tess Mwaura wamekuwa wakifanya content sana, hawajaanza jana, walianza kitambo sana na wana numbers kubwa pale kwenye mitandao ya kijamii. Kwa hiyo nitakuwa namwalika hapa Kadong Mwangi, na kuna swali ambalo tulikuwa tunakuuliza kuhusiana na content creators, na swali lenyewe lilikuwa ni, je, unadhani content creators wanapewa support ya kutosha? Je, unadhani content creators wanapewa support ya kutosha? Pia wewe mtazamaji unaweza ukachangia, useme unataka content creators wapatiwe support ya aina gani. Kumbuka unazidi kufuatilia matangazo hayo kupitia kwenye mtandao wetu wa Facebook na pale kwenye mtandao wetu wa X @TV47 Digital, na pale kwenye mtandao wa YouTube ni TV47 Live. Hapo mwendo wa saa 5 nitakuwa narejea hapa studioni, nitakuwa nakupasha
mengi zaidi. Mimi ni mtangazaji wako Paul Kirobi. Haya ni kwa kidocho tu. Tupatane saa 5 kamili.